Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amebaini kuwa kuna maafisa waliofika katika eneo bunge la Ol-Kalou wakati wa uchaguzi wa mchujo ulipokuwa ukiendelea. Akisikitishwa na matukio hayo, Gachagua amelaani kisa cha utekaji nyara cha mwanachama mmoja wa DCP eneo hilo, akisema kuwa matukio hayo yanatishia usalama na demokrasia nchini. Akizungumza katika hafla ya kutawazwa kwa askofu wa Maina wa OTC, pia alionya kuhusu matamshi ya kumwingilia rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema ni lazima apewe heshima zinazomstahili kama kiongozi wa zamani wa taifa. Mwanahabari wetu Mary Kyalo anatuarifu. Uchaguzi wa mchujo katika eneo bunge la Ol-Kalou na ulioandaliwa siku ya leo umepelekea kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kusimama kidete na kuweka wazi kuwa kuna baadhi ya maafisa wa polisi waliofika maeneo hayo na kufanya utekaji nyara katika eneo hilo la Ol-Kalou kama njia mojawapo ya kuingilia zoezi hilo. Wale askari walitupiga Wetima, wameingia Ol-Kalou. Walikuja jana na Betty Maina, waka abduct kijana naitwa Chohi kutoka Kinago. Hao askari leo wako Ol-Kalou, ati wanapanga vile watakuja kusabaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari, we know you by name. Watu ya Ol-Kalou wanangoja nyinyi. Gachagua akizungumza katika hafla ya kutawazwa kwa Askofu Maina wa OTC na ambayo ilimpa fursa kiongozi huyu kuzidi kukashifu matamshi ya kumdhalilisha rais mstaafu Uhuru Kenyatta na baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza, akisisitiza kuwa Uhuru anapaswa kupewa heshima. Wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Sisi tunasema Uhuru Kenyatta tafadhali amestaafu, apatiwe heshima yake, na ana uhuru wa kusema vile yeye anafikiria kama Mkenya na kama rais aliyestaafu. Kando na hayo, Gachagua ametoa onyo kwa aliowataja kama wasaliti wa jamii ya Wakikuyu, akibaini kuwa kwa muda sasa jamii hii imekuwa ikidhalilishwa na kuharibiwa biashara zao kati ya masuala mengine. Gachagua akionya viongozi wa jamii hii ambao wapo ndani ya serikali ya kitaifa kuwa iwapo hawatatetea jamii hii basi chao kimotoni ifikapo mwaka 2027. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. And we have a problem na wasaliti wote. Hata nikiitwa mkabila, siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi Rigiji akiwa uhai. I will not accept. Aidha, amebaini kuwa yeye hana uhasama wowote na dini ya Wakorino, huku msemaji wa dini hii ya Wakorino akibaini kuwa watamuunga Gachagua mkono na kuwa hakuna uhasama wowote ulioko baina yao. Ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba akina Moses Kuria, I have a problem with that. Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Si muliona Moses Kuria amevaa kilemba? Si jana alikuwa Ol-Kalou, alikuwa na kilemba. These are fake Wakorinos. Mary Kyalo, Undugu TV.